Hii ni Maisha Kamili, tukufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, tunakukaribisha siku ya leo kwenye somo letu zuri linalosema toba ya kweli. Karibu sana, na kabla tujaendelea tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Amen. Tunakushukuru kwa nafasi ya pekee umetuita tupate masomo haya, wewe ukiwa mwalimu wetu. Amen. Asante kwa sababu umetuleta pamoja na msikilizaji wetu huyu. Amen. Baba, tunapoelewa na yeye apate kuelewa. Amen. Na tunaomba uwe nasi mwanzo hadi mwisho katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Toba ya kweli. Tena ya kweli. Toba ni nini? Toba ni majuto. Naweza nikasema kujutia kitu fulani na unarudi. Tunafika huko. Nashukuru sana. Nikiweza kusema toba ni uitikio. Tena kuna toba za aina mbili. Kuna toba ya kweli, uitikio wa kweli, na kama upo wa kweli, na kwamba kama upo wa kweli, upo pia usio wa kweli. Kwa mfano, tunapoingia kwenye Injili, mahali ambapo neno hili tubuni, toba, linasikika ni kwenye mahubiri ya Yohana Mbatizaji na ya Yesu. Yesu katika Yohana Mbatizaji katika Mathayo sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili, alikuwa na nguruma kule jangwani akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na Yesu akafuata akasema katika Marko wa kwanza sura ya 14 na 15, anasema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Wote wanatangaza Injili au habari njema inayohusu ufalme wa Mungu kukaribia. Kwa watu ambao walikuwa utumwani, kiti cha Daudi tupu, Mungu aliahidi mfalme ambaye atachunga watu wake. Sasa habari ya kwamba amekuja, wewe usikia, sikiliza, situko hapo, unamwambia president, rais wa nchi ameingia, yuko hapo getini. Uitikio wako sahihi unamaanisha nini? Unaacha maisha kamili hapa, unaenda getini kupiga makofi kumkaribisha aingie ndani. Huo ndio uitikio sahihi. Kwa Yohana Mbatizaji, uitikio sahihi ilikuwa ni kutoka huko uliko, njoo hapa Yordani uvuke, kama wana wa Israeli walivyovuka kuingia ufalme wa Mungu, kuingia Kanaani. Na Yesu anapohubiri hivyo hivyo anasema sasa, kama ufalme wa Mungu umekaribia namna hiyo, tubu. Kwa lugha nyingine, attention. Kama ulikuwa unaelekea huku, njoo huku ufalme wa Mungu uliko. Sasa huo ndio uitikio sahihi, toba. Sasa wewe kwenye tafsiri yako ya toba nilipokuwa naongea, ulizungumza habari ya maumivu. Nikasema tutafika. Naona sasa tufike hapa. Haya maumivu, haya maamuzi sahihi au huu itikio sahihi una sura hizi mbili. Maumivu, lakini pia maamuzi. Kwa mfano, rais amefika hapo, ulizungumza hivi. Ufalme wa Mungu umekuja. Serikali iko hapa. Hiki kitu unachokipenda hapa, Maisha Kamili, unakipenda, uendelee nacho. Kuondoka hapa na kwenda kule ni maumivu. Unaachana. Kwa hiyo kuna maumivu ya kuachana ili uweze kuambatana, ili uweze kwenda na ufalme wa Mungu ulipo. Na hichi ndicho tunachokiona katika Matendo sura ya 3 mstari wa 18 na 19. 3:18. Lakini mambo yale sasa muktadha hapa ni ni Petro ana waita waliokuwa wamemsulubisha Bwana Yesu watubu. Ni baada ya Pentecost. Sasa angalia anavyowaita na wanavyotubu. Angalia maumivu yao,
na kingine tutakiona tena zaidi ya hicho. Twende. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, sawa, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Habari njema, ameyatimiza kwa ajili ya wokovu wetu. Endelea. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni, hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote, zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo. Amina. Turudi tena hapo, twende pale mbele kidogo. 37 kapi 37 nani 2:37. Okay, 2:37. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sawa, ile ya tatu alikuwa hekaluni, anaongea na Wayahudi hawa. Hii ya pili ya Matendo 2 yuko Pentecoste pale uwanjani, anapiga injili sana. Anasema wakachomwa moyo yao. Ni maumivu, sio maumivu? Ni maumivu. Kumbe walimuua mkuu wa uzimu. Waliona raha kupiga, waliona kwamba wanamtolea Mungu sadaka kumkataa Masihi. Kumbe ndio mwokozi wenyewe, wakachomwa moyo. Haya. Yuda na alichomwa moyo alipotambua amesaliti damu isiyo na hatia. Alichomwa moyo. Alipochomwa moyo alirejea kwa Kristo au alikimbia mbali na Kristo? Yeye alikimbia mbali na Kristo. Alimpokea Roho Mtakatifu alipokimbilia? Hapana. Hawa wanapochomwa moyo wanaambiwa rejeeni, nanyi mtapata ondoleo la dhambi, alafu mtapokea Roho Mtakatifu, burudiko la kuwako kwake. Kwa hiyo toba ya kweli, ushaona mtu anatubu dhambi ile, anachoma moyo, hasikii ondoleo la dhambi, hapokei burudiko la kuwako kwake Bwana, anajihisi ni mnyonge, yatima. Sio toba ya kweli. Toba ya kweli inakuonyesha dhambi yako hadi unaichukia, inakuumiza. Jinsi sio tu inavyokuumiza, ilivyomuumiza hata Yesu pale msalabani. Lakini pia aishi pale, inakuonyesha hata kaburi lililofunguliwa, na sasa amepaa mbinguni akituombea, anatusubiri tumpokee, atupatie Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni maumivu, lakini yatulete kwenye maamuzi ya kurejea na kupokea msamaha wake na Roho Mtakatifu. Sasa hayo maamuzi ni imani. Sio wote wanaolia wana imani, wanaweza kumwamini Kristo anasamehe dhambi. Wanaamini kabisa eti dhamira zao ndio zina mamlaka ya mwisho, dhamira zisizo nyamazishwa. Unalia tu, nimeua mtu. Wewe leta basi, amua, leta kwa Yesu hicho kilio chako, aondoe maumivu, aondoe, akupatia amani. Mimi sidhani kama amenisamehe. Sasa angeenda msalabani bure. Toba ya kweli inaongoza kwenye uzima, furaha, amani. Shatubu dhambi karibuni? Nimeshatubu. Ulijisikia?
Kwa kweli kabla nilikuwa na mzigo mzito. Baadaye nikawa na amani. Nikahisi kwamba yani hatua gani ulichukua yani? Hatua nilichukua nilijitenga, nikakaa sehemu. Okay. Ukakubali kuumia. Ukakubali kuumia. Nakubali kuumia. Alafu nikaongea na Bwana wangu. Mkayamaliza? Tukayamaliza. Akakupa nini? Akanipa amani. Au kumbuki tena? Sikumbuki tena. Uchungu hauji ukikumbukia? Uchungu. Kwamba lakini ulifanya? Hapana. Uchungu hauji. Amani inafunika? Nina amani. Basi hiyo ni toba ya kweli. Rafiki yangu, sijui kama una uzoefu wa mwenzangu kuhusiana na toba. Natamani uwe ni uzoefu wako tena kila siku, maana hiyo ndio toba ya kweli. Amen. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetusukuma sio tu tumie kwa kutenda dhambi au kuwaumiza wengine, lakini pia anaturejesha kwako katika amani na mahusiano kamili pamoja na wewe na wengine. Basi tunaomba toba hii hata kwa mwenzetu, haijalishi amekukosea wapi, haijalishi amefanya nini au amefanyiwa nini, anapokuletea machozi yake, Baba, kamfute, ukamjaze amani, ukamjaze uzima katika jina la Yesu, na kwa Roho wako Mtakatifu. Tulete tena kesho kwa masomo kama haya kwa jina hilo. Amina. Amen. Basi mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, mpaka hapa tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeona toba ya kweli. Karibu siku ya kesho, tuna somo zuri linalosema neema ya kutosha. Basi mimi mwenyeji wako ni Geoffrey Omondi, nami ni Enos Mwakalindile. Unazidi kutupata hapa Dar es Salaam Temboni. Karibu sana. Amen.